Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na tunaendelea kukujuza ni nini kinajiri huko ulimwenguni, lakini wakati huu tunaitazama Urusi ambayo ilikuwa kimya katika vita vinavyoendelea kati ya Iran pamoja na Israel. Katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na vita ambapo leo ni siku ya 6, Urusi imetoa ukimya huku ikieleza Israel juu ya hatari ya janga la nyuklia. Moscow imeeleza ikisema kwamba mashambulizi ya serikali ya Kiyahudi dhidi ya Iran ni kinyume cha sheria na yanatishia utulivu wa kimataifa. Hii ni kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ambayo imesema hayo, ikieleza kwamba huku ni kutengeneza janga la nyuklia. Urusi imeieleza Israel kusitisha mashambulizi yake na hatimaye kukaa mezani na Iran kwa ajili ya kutatua mzozo unaoendelea. Urusi imesema kwamba kitendo cha Israel kushambulia maeneo yenye nyuklia ya Iran ni kitendo cha kusababisha janga la ulimwengu. Mashambulizi yanayoendelea ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yanatishia usalama wa kimataifa na ni ya hatari na yanaitumbukiza dunia katika janga, Wizara ya Mambo ya Nje imesema. Israel ilianza kushambulia Iran siku ya Ijumaa ikidai kuwa Tehran inakaribia kukamilisha bomu la nyuklia, huku Iran ikipuuzilia mbali shutuma hizo kuwa hazina msingi na imelipiza kisasi operesheni ya kijeshi ya Israel kwa mawimbi ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Urusi ni kwamba Wayahudi wanapaswa kuachana na mpango wao wa kufanya mashambulizi dhidi ya Iran kwa sababu Iran haina silaha za nyuklia, na tuliweka wazi msimamo wetu, tutaisimamia Iran katika uzalishaji wake na urutubishaji wa uranium. Kwa nini waanzishe mashambulizi? Anaeleza waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov. Mashambulizi makali yanayoendelea kufanywa na Israeli dhidi ya vituo vya amani vya nyuklia nchini Iran ni kinyume kabisa kwa mtazamo wa kisheria za kimataifa, yanazua vitisho visivyokubalika kwa usalama wa kimataifa na kusukuma ulimwengu kuelekea janga la nyuklia, Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi ilieleza katika taarifa yake. Kuongezeka kwa mzozo huo kunahatarisha uharibifu zaidi wa eneo lote, wizara iliongeza, na kutaka uongozi wa Israel kupata fahamu zake na kuacha mara moja uvamizi wa mitambo ya nyuklia. Urusi imeitaka Israel kuacha mara moja mpango wake huo, huku mwitikio mkali wa mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran kutoka kwa jumuiya nyingi za kimataifa ukionyesha kwamba taifa la Kiyahudi linaungwa mkono na nchi zinazofanya kama wasaidizi wake, wizara hiyo ya mambo ya nje ilisema, hasa ikitaja zaidi Marekani ambayo imeingiza Israel katika mapambano dhidi ya Iran. Ikumbukwe mpango huu ulitaka kuanzishwa na Rais Donald Trump, lakini mwisho wa siku akaingia katika mazungumzo ya suala la nyuklia, lakini ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alitaka kuishambulia Iran kabla ya mwezi Mei, lakini kutokana na kile alichosema Donald Trump kwamba alimzuia, wakati huu Bwana Netanyahu ameamua kuingia vitani na hasa akilenga miundombinu ya nyuklia. Wafuasi wa Israel walishinikiza bodi ya wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA kusukuma azimio la wiki iliyopita la upendeleo dhidi ya Iran juu ya mpango wa nyuklia wa Tehran ambao uliipa Yerusalemu Magharibi mkono huru na kusababisha janga hili, kulingana na wizara hiyo. Majaribio ya kambi ya Magharibi na udhibiti wa utawala wa kimataifa wa kutoeneza nyuklia na kutumia kutatua alama za siasa yanagharimu jumuiya ya kimataifa na haikubaliki kabisa, iliongeza wizara. Siku moja kabla ya shambulio la Israeli dhidi ya Iran, bodi ya IAEA ilitangaza kuwa Iran inakiuka sheria za kimataifa kuhusu rutubishaji wa uranium, jambo ambalo Iran ilieleza kwamba ni siasa na propaganda za watu wa Magharibi. Wiki chache kabla, Reuters iliripoti ikitoa mfano wa wanadiplomasia wasiojulikana kwamba Marekani, Uingereza na Ujerumani walikuwa wakijiandaa kushinikiza bodi ya Umoja wa Mataifa ya kulingania nyuklia kutangaza kwamba Iran imevunja NPT, kwa maana majukumu ya mkataba wa kutoeneza silaha za nyuklia NPT. Tehran imesisitiza mara kwa mara kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa na imeishutumu Israel kwa kutumia operesheni yake ya kijeshi kuvuruga mazungumzo ya Iran pamoja na Marekani. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.